kuna watu ambao umeitwa kwa ajili yao. Kuna watu ambao umeitwa kwa ajili yao. Hujaitwa kwa ajili ya kila mmoja. Mimi naweza nikawa sijaitwa kwa ajili ya mtu fulani, lakini kwako pengine nimeitwa. Wewe ukapewa ujumbe wa kila mtu, lakini kuna watu specific unaweza ukapewa ujumbe kwa ajili yao. Shida kubwa ambayo iko ni kwamba watu wengi hatusikii sauti ya Mungu. Kwa nini kazi ya Mungu inaonekana kuwa ni ngumu? Kwa sababu tunazungumza na watu ambao Mungu hajatutuma kwao. Na watu ambao Mungu ametutuma kwao, hatuzungumzi nao. Tunakwenda, kwa nini leo hii hata biashara ni utumishi? Watu hawawezi wakaelewa. Pengine Mungu anaweza akawa amekuita, hajakuita uwe mtume, lakini amekuita uwe mfanya biashara. Kwa ajili ya hiyo biashara ije kutumika kusupport kazi ya Mungu. Si kila mtu kwamba ameitwa asimame kama mwinjilisti, au asimame kama nabii, au asimame kama mwalimu. Kila mtu ameitwa katika eneo lake, lakini kila eneo aliloitwa mtu lina connection na kazi ya nani? Ya Mungu. Na ndio maana ukisoma katika Biblia, tutakuja kurudi, nitakuonyesha Biblia inazungumza katika kitabu cha Luka sura ya 8 pale. Inazungumza, inasema kuna Yohana mke wake Kuza na mawakili wa Herode ambao walimtumikia Yesu kwa mali. Kumaanisha hawa hawajaitwa kuwa mitume, lakini wametajwa kwa utumishi. Kumaanisha mali haiji tu kwa kulala na kuamka. Mali inakuja unapokuwa unajishughulisha na kitu fulani. Kumaanisha kuna kitu fulani ambacho, kuna mradi fulani, kuna biashara fulani, kuna kitu Mungu amekuita ukianzisha, lakini wengi hujamsikia Mungu. Na kwa namna hiyo uwezo ukafanya Mungu alichokuitia. Tumepoteza ule uwezo wa kusikia sauti ya Mungu. Lazima, kama tunahitaji kurudi kuwa watu wakubwa tena katika hii dunia, tunahitaji kurudi kuwa watu wenye nguvu katika hii dunia, ni lazima tufike mahara turudi tuisikie sauti ya Mungu. Tusipoweza kurudi na kusikia sauti ya Mungu, hivi vitu vyote, utumishi wetu hapa duniani ni hewa. Kwa sababu Mungu atarudi kukuuliza, hata kuuliza kwamba ulifanya kwa akili zako. Biblia niliwafundisha siku ya Jumapili, Bible kuna mahali nasema ole wao wanaoenda kwa kutazama, kwa kufuata maono ya mioyo yao, lakini hawakuona kitu chochote kutoka kwa Mungu. Hakuna shida kubwa kama wewe mwenyewe kujitengenezea maono, kujitengenezea ndoto. Unajua unaweza ukatengeneza ndoto na ukaiota, na ukawaambia watu kwamba nimeota nini? Ndoto. Kuna ndoto za kutengenezwa. Unatengeneza ndoto mwenyewe, unawaambia watu nimeota ndoto, na unaanza kuifuata hiyo ndoto. Mungu anataka tusikie sauti yake. Turudi katika kitabu cha Yeremia, hapo tupate kuona. Kitabu cha Yeremia, tupate kufika hapo. Turudi katika kitabu cha Yeremia, kitabu cha Yeremia sura ya 1 ili tupate kwenda pamoja. Kitabu cha Yeremia sura ya 1. Kitabu cha Yeremia sura ya 1 tupate kufika hapo. Kitabu cha Yeremia sura ya 1. Tutaangalia mstari wa 7. Kitabu cha Yeremia sura ya 1. Tunaona Yeremia anaitwa, anajitetea. Kuna mahali anajitetea kwa sababu ya changamoto ambazo nakutana nazo. Lakini hizi changamoto unazokutana nazo, je, ni Mungu amezileta hizo changamoto au ni wewe mwenyewe umezitengeneza hizo changamoto? Kwa sababu kuna changamoto nyingine unajikuta unazitengeneza wewe mwenyewe kwa kutokusikia sauti ya Mungu. Kuimaanisha nini? Nisikilize kwa makini. Ikitokea Mungu amekuita, umeitwa mtumikie, lakini Mungu anapokuita kuna eneo specific. Hapa pia nazungumza hata kwenye elimu. Kwa sababu si kwamba kila fakati ulioishindia kwamba ndio utakao kwenda kusomea. Kuna wengine wameitwa kusoma vitu ambavyo wengine hawaviwezi. Sasa kuna wengine tunapenda mambo marahisi, lakini mambo marahisi ambayo unaweza ukapenda pia anaweza akakukosti kama Mungu hajakuita mahali pale.
kwamba watu wengi wanachukua mkondo huu, sio kwamba ndio wewe uchukue. Unapofuata kitu alichokuambia Mungu, hautakaa ufike sehemu ujute. Tunapo miss ni kusikia sauti ya nani? Ya Mungu. Na tunafikiri kwamba lazima tuisikie sauti ya Mungu katika mambo makubwa. Biblia inasema utasikia sauti nyuma yako ikikwambia njia ni hii, ifuateni. Kwa hiyo tusipofuata sauti ya Mungu ni kana kwamba tunakuwa tumejiprompt sisi wenyewe katika failure. Kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 7, nahitaji tupate kufika hapo. Bible inazungumza kitu gani? Inasema, lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma. Hauendi kwa mtu yeyote ndugu, unaenda kwa kila mtu ambaye Mungu anakuagiza uende kwake. Shida ni pale tunakwenda kwa watu ambao Mungu hajatutuma. Unakutana na mtu Mungu hajakwambia kwamba useme naye, lakini wewe unaanza kusema naye. Mnaishiria kugombana. Mnaishiria maneno fulani ambao ukitoka hapo umekata tamaa. Hakuna shida kubwa kwenda mahali ambapo Mungu hajakutuma. Mkumbuke Yona. Mungu amemtuma aende Tarishishi. Aende Ninawi, yeye kaenda Tarishishi. Matatizo yote aliyokutana nayo, sio kwamba yeye ungelikutana na Yona, ungekutana naye akiwa frustrated. Ungekutana naye akiwa anakuambia utumishi ni mgumu. Nimemtumikia Mungu for years and years. Lakini mambo ni magumu. Mambo hayafai. Kila ninachokifanya kiendi. Na zaidi hata watu wote ambao wanaonekana kunisapoti wanapoteza. Wanaishiria mahali pabaya. Wanaishiria mahali ambapo sio pazuri. Hakuna mtu yeyote aliyewahi kusapoti kazi ya Mungu akaishiria mahali pabaya. Lakini ukisapoti mahali ambapo sio sahihi, lazima utaishiria mahali ambapo ni pabaya. Ukiwekeza mahali ambapo sio sahihi, lazima utaishiria mahali pabaya. Mungu anamwambia Yeremia, hautakwenda kila mahali. Unatakiwa kusikiliza sauti. Na somo langu leo ni namna ya kuweza kusikiliza hiyo sauti. Kwa sababu tumekwama pale. Mitume walikuwa na uwezo wa kusikia sauti. Tutarudi tutawaona. Walikuwa na uwezo wa kuona na wakajua hiki ni cha Mungu. Lakini leo hii hata ndoto wengi wanazoziota ni maluelue. Anarara. Nakwambia kama nimelala kwenye bahari ya ndoto hivi. Tangia saa 2 usiku anaota mpaka saa 12 asubuhi. Hiyo sio ndoto. Hizo sio nini ndoto. Ni maruerue. Kwa sababu ndoto za Mungu zina sifa. Kwa nini watu sasa tuoni vya Mungu, tunaona vya shetani? Kana kwamba sasa shetani ndo amekuwa Mungu wetu. Na ndio maana hata wahubiri leo hii ni wazuri kuja kuambia kwamba nilipelekwa mpaka kuzimu. Ukimuuliza wewe kuzimu ulikwenda kufanya nini? Una uhusiano gani na kuzimu? Na hata watu wengi tunapenda kusikiza hizo story. Na ndio maana unashangaa mtu ameketi anaanza eti anakwenda kumshuhudia mtu, anamwambia unajua mtumishi fulani alikwenda mpaka kuzimu. Sasa wewe ndio umekwenda mpaka kuzimu. Pengine huyu mtumishi ana misheni zake na kuzimu. Lakini wewe umelishikilia hilo. Kwa nini asipelekwe mbinguni kama ni mtumishi wa Mungu? Kwa nini asione cha Mungu kama ni mtumishi wa Mungu? Kwenye Biblia sijasoma mtu yeyote ambaye anasema mimi nilikwenda mpaka kuzimu akaanza kutuhadithia, isipokuwa tu katika kitabu cha Ufunuo. Na Ufunuo maana yake alikuwa ametulia, alikuwa anaona vitu, sio kwamba yeye alikwenda kuzimu, ila alikuwa yeye anaonyeshwa vitu vinavyoendelea wapi? Kuzimu. Ila leo hii tuna entertain hivyo vitu. Nimepelekwa mpaka kwa shetani, nikamkuta na pembe 5, nikamkuta pale. Hata tukisoma kwa Biblia hatuoni shetani Biblia ikituambia shetani ana hizo pembe. Kuimaanisha kwamba kuna wakati mwingine shetani anaamua kuwapa watu maono. Kuna wakati mwingine shetani anaanza kuwasemesha watu. Kuna wakati mwingine lazima ifike sehemu ujue kuisikia sauti ya Mungu. Turudi katika kitabu cha Isaya. Hapa tunaona katika kitabu cha Yeremia kwamba unatakiwa kwenda mahali ambapo Mungu anakutaka uende. Ambapo Mungu anakuagiza uende. Isaya sura ya 30 mstari wa 21.
Tanzia mstari wa 20. Biblia inasema hivi: na ingawa Bwana atawapeni chakula cha shida na maji ya msiba, lakini walimu wako hawatafichwa tena, ila macho yako yatawaona walimu wako. Kuimaanisha, kwa nini watu hawasikii na hawawezi kusikia tena sauti ya Mungu? Kwa sababu kuna huduma moja imewekwa chini, huduma ya walimu. Huduma ya walimu ni muhimu sana katika maisha ya watu, kwa sababu walitakiwa kukufundisha namna ya kuweza kusikia sauti ya Mungu. Sasa Biblia inasema katika nyakati za mwisho zimetabiriwa kwamba patakuwepo na chakula cha shida, maana yake neno la Mungu. Patakuwepo na maji ya shida, maana yake Roho Mtakatifu. Na ndio maana katika kitabu cha Hosea kuna utabiri unasema, katika hizo nyakati mtaleta njaa, lakini si njaa ya kukosa chakula, ni njaa ya kukosa kuyasikia maneno ya nani? Ya Mungu. Patakuwepo na kiu ambayo ni kiu ya kukosa kuyasikia maneno ya Mungu. Biblia inasema watu watatangatanga kutoka taifa hata taifa, kutoka ufalme hata ufalme, kutoka mahali hata mahali. Hii ni njaa ambayo itawafanya watu. Na ndio maana unaona leo hii watu hawako stable. Watu wanachokitafuta, wanacho ndani yao, lakini hawezi wakakipata kwa sababu hawajui namna ya kukipata. Kwa nini? Kwa sababu wamekosa huduma ya walimu. Biblia inasema ingawa utapewa maji ya shida, utapewa. Kwa hiyo unapotaka kusikia vizuri sauti ya Mungu, lazima ukae chini ujifunze. Lazima ukae chini ujifunze. Kuimaanisha ile watu kutokutaka kujifunza kuna wafanya kanisa la leo lisiweze kusikia sauti ya Mungu. Leo hii kanisa watu wengi hawataki kujifunza. Mungetamani hata ninyi hapa pengine tulipomaliza kufanya prayer ya mwanzo hapa, niwaite niseme njoni hapa, niwekee mikono, niwabariki, alafu niwaambie kesho mje na udongo, tuombee udongo. Kesho kutwa mje tuombe Baba katika jina la Yesu, tunaibariki ardhi, tunaibariki nini, tunakomboa hizi familia na nini. Kesho kutwa mje niseme njoni na mafuta kwa ajili ya kuombea biashara, mje tuombe biashara. Mungu katika jina la Yesu hizi biashara ziende. Kesho kutwa nitangaze kwamba hii ni ibada tu ya unabii tu. Unakuja naanza kutabiri kunini. Hivyo ndivyo ambavyo tunataka. Ndivyo ambavyo tunafanyaje? Tunataka. Sikwambii kitu ambacho usikijui. Ninaelewa kabisa. Yesu alikuwa na huduma zote 5. Yesu alikuwa mwinjilisti, Yesu alikuwa mwalimu, Yesu alikuwa nabii, Yesu alikuwa mtume, Yesu alikuwa mchungaji. Lakini huduma aliyoitumia kwa asilimia kubwa hapa duniani ni ya walimu. Na ndio maana walimuita rabi, maana yake mwalimu. Hawajamuita mtume, hawajamuita nabii, hawajamuita mchungaji. Aliwaambia mimi ni mchungaji mwema, lakini hawakumuita mchungaji. Hawakumuita mwinjilisti, walimjua kama mwalimu. Kwa nini? Kwa sababu ni huduma ambayo inawasaidia watu kumjua Mungu. Mstari wa 21, hebu tusome sasa. Hapo ndipo ninapotaka upate kupaona. Kitabu cha Isaya sura ya 30 mstari wa 21. Unamhitaji mwalimu. Unamhitaji mwalimu. Mstari wa 21, Biblia inazungumza, inasema, nianzie mstari wa 20. Anasema ingawa Bwana atawapeni chakula cha shida na maji ya msiba, lakini walimu wako hawatafichwa tena, ila macho yako yatawaona walimu wako. Mstari wa 21, na masikio yako yatasikia neno nyuma yako. Kumaanisha hao walimu wanatakiwa kufundisha neno. Biblia inazungumza, inasema masikio yako yatasikia neno nyuma yako, likisema njia ni hii, ifuateni. Mgeukapo kwenda mkono wa kulia na mgeukapo kwenda mkono wa kushoto, nanyi mtakitia najisi kifuniko cha sanamu zenu za fedha zilizochongwa, na mabamba ya sanamu zenu na dhahabu zenu zilizoyeyushwa, na kuzitupilia mbali kama kitu kilicho najisi. Utasema haya, toka hapa. Kuimaanisha Mungu anasema masikio yako, masikio
kuimanisha, nisikilize kwa makini, ili upate kusikia eneo moja ambalo linakuwa involved katika ulimwengu wa roho ni masikio yako. Shetani anadili na masikio ya watu kuliko watu wanavyoweza akafikiri. Na ndio maana kuna teaching ambazo leo hii, kuna mafundisho ambayo leo hii Biblia inazungumza, inasema nyakati zitakuja ambazo watu wataacha kusikiliza mafundisho ya ukweli, wataanza kufundisha mafundisho au watasikia mafundisho ya mashetani. Watu wako very active kusikiliza mafundisho ya mashetani kuliko ambavyo wanaweza wakaengage katika mafundisho ya Mungu. Shetani ananajisi masikio. Na ndio maana Biblia inasema utakapoweza kusikia neno ndipo utakapoweza kuondoa unajisi katika maisha yako. Utaweza kuondoa kifuniko ambacho shetani amekufunika. Utaweza kuondoa kifuniko ambacho kuzimu kimekufunika nacho. Kwa hiyo sehemu ya kwanza, masikio yako yanahitaji kukombolewa. Masikio yako yanahitaji msaada. Kwa nini leo hii watu hawawezi kusikia sauti ya Mungu? Nitakupeleka taratibu ili upate kuelewa. Unapotoka mahali hapa, tunachotamani ni kwamba uweze kusikia sauti ya Mungu. Ukisikia sauti ya Mungu, si kwamba utamtumikia Mungu tu, utabarikiwa na Mungu kumtumikia Mungu. Wewe mwenyewe maisha yako yatabarikiwa. Kwa sababu unapokwenda katika mapenzi ya Mungu, Biblia inasema Mungu hutenda kazi na wampendao katika kuwapatia nini? Mema. Fikiria ungekuwa unafanya biashara katika eneo ambalo Mungu amekuagiza uende ukafanye biashara. Maana yake usingekuwa unatumia nguvu kubwa, wateja wenyewe wangekuwa wanakutafuta. Fikiria ungelimwajiri Mungu anayetaka umwajiri. Tayari ungekutana na Yusufu kwenye biashara yako. Ungekutana na Yakobo kwenye nyumba yako. Lakini kwa sababu unakwenda nje ya makusudi ya Mungu, wale watu ambao Mungu anataka uwe nao karibu, wewe unawafukuza mbali. Na watu ambao Mungu anawataka uwe nao mbali, wewe ndio unaowaleta nini? Karibu. Tutakuja kumwangalia Yehoshafati aliyefanya biashara na Hazia. Kwa kutokusikiliza sauti ya Mungu, aliingia katika rosi ya mabilioni ya hela. Leo hii tungelikuwa tunasema, tungelisikia news mitandaoni kwamba kampuni ya mtu anaitwa Yehoshafati imeporomoka. Kwa nini? Kwa sababu ya mtu ambaye ameingia naye urafiki. Kuna watu ni marafiki zako ambao Mungu hataki kabisa hata wakusogelee. Hataki hata kabisa uwe na namba zao. Lakini wewe ndio unahangaika nao usiku na mchana upate kuchati na upate kuwatafuta wakusaidie. Watakusaidiaje ambao Mungu hajakwambia wakusaidie? Unajua shida ya watu wengi wanaamini kwamba kuna mtu fulani ambaye anaweza kuwasaidia. Mungu asipokusaidia hakuna mtu anayeweza kukusaidia. Na ndio maana unatakiwa kujifunza kujisimamia. Unatakiwa kujifunza kumtegemea Mungu. Unatakiwa kujifunza kumwamini Mungu katika kile unachokifanya. Kwa sababu msaada wa mtu ambao ni msaada wa kweli unatoka kwa Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Unahitaji kusikiliza sauti ya Mungu. Na ili upate kusikia sauti ya Mungu, unahitaji kwanza masikio yako yakombolewe. Masikio yako. Kwa sababu shetani kuna vitu vingi anakuletea kwenye masikio yako, kiasi kwamba uweze ukatambua sauti ya Mungu ni ipi na sauti za wageni ni zipi. Biblia inasema kondoo wangu hawazijui sauti za wageni, wanaijua sauti yangu. Kuimaanisha kuna sauti za wageni na kuna sauti ya Mungu. Masikio yako yanapokuwa yameshikiliwa, una uwezo wa kutofautisha kati ya sauti ya mizimu ya wazazi wako, sauti ya mawazo yako, sauti ya ulimwengu mwingine wa watu na sauti za watu na shauri za watu na sauti ya Mungu. Najua unaweza ukawa katika changamoto. Unatafuta Mungu akusaidie. Unatafuta ufanye mapenzi ya Mungu. Unatafuta ufate. Sasa katika kutafuta sauti ya Mungu, kuna sauti ya adui nyuma. Sauti ya shetani ambayo anakuletea. Shetani niliwahi kuwafundisha kwamba shetani mara nyingi anazungumza kama mawazo. Hivyo na Mungu wakati mwingine anazungumza kama nini? Mawazo. Lakini kuna sauti pia za washauri wa kidunia. Wakati unatafuta msaada wa Mungu, kuna mtu unampigia
ndugu, unampigia kaka au unampigia dada, halo nahitaji kuna 1 2 3, na yeye anakushauri kwa hekima aliyo nayo. Sio dhambi kuwatafuta watu wa kushauri, kwa sababu Biblia inasema kwa wingi wa washauri huja wokovu. Kwa hiyo sio dhambi kabisa kutafuta watu fulani wa kushauri, sio dhambi wala sio kosa. Sijui mnanielewa Usije ukakomana kitu ukasema mimi sihitaji kushauriwa na mtu yeyote. Kuna vitu Mungu ameviweka ndani ya watu wengine wa kushauri. Lakini unatakiwa kujua kudistinguish, kutofautisha kati ya sauti ya Mungu, sauti za watu ambazo ni za wanadamu, mawazo yako wewe mwenyewe na sauti ya shetani. Unapofikia hiyo level, wewe ndio unakuwa mtumishi. Usipoweza kufika hiyo level, bado. Kwa sababu unapoitwa mtumishi wa Mungu, unapoitwa mtu wa Mungu, maana yake wewe ni kimbilio, ambapo tunategemea tukija kwako usituambie mawazo yako, tuambie Mungu anachokitaka. Kuimaanisha tukifuata ambacho umetuambia, tupate kuexcel katika maisha yetu, tupate kufanikiwa katika maisha yetu, tupate kwenda mbele katika maisha yetu, tupate kuwa na baraka katika maisha yetu. Lazima ujue namna kutofautisha hizo sauti. Tuangalie katika kitabu cha Isaya sura ya 42. Nataka nikuonyeshe kwamba shetani anaanza kuwataki masikio. Na ndio maana unaona watu wengi sasa wa Mungu hatuwezi kusikia sauti ya Mungu. Nikiwauliza hapa kwamba hili wiki nzima hii, nani amesikia hata Mungu akimsemesha? Amekusemesha kufanya nini? Wengi tutajikuta tuna mawazo yetu. Wengine tunajikuta tuko katika mashaka, ni Mungu alikuwa ananisemesha au ni kitu fulani. Kwa nini? Kwa sababu hatuko clear. Hatuwezi kusikia sauti ya Mungu. Lakini katika nyakati za mitume walikuwa na uwezo. Biblia inasema wakati Petro anaomba, Roho Mtakatifu akamwambia, toka ufuatane na watu wako nje wanakusubiri. Na akaenda akawakuta. Wewe ni mara ngapi umekutana Mungu anakuambia nje kuna kitu fulani na ukakikuta kama alivyokuambia? Ni mara chache. Au mwingine unakuta kabisa haijawahi hata kutokea. Ni mara ngapi Mungu amekwambia nenda sehemu fulani, kuna 1 2 3, na ukaenda ukakuta kitu cha namna hiyo? Ni mara chache. Tutaangalia tena. Tuliangalia siku ya Jumapili. Wakina Anania yuko nyumbani, anaambiwa nenda katika njia ya Yafa. Anafuata njia. Hafati, asikilize, sio maneno ya mtu. Hajaambiwa na mtu, ameambiwa na Roho Mungu. Nenda utakutana mtu mmoja anaitwa Sauli au Paulo. Yuko anaomba, amemwona mtu anaitwa Anania. Ukamwekea mikono na akaenda kwenye hiyo nyumba, akakuta kama alivyoelekezwa na akapata kufanya kila ambacho ni cha Mungu. Tungelikuwa tunaweza tukasikia sauti ya Mungu, mimi nakwambia leo hii pangelikuwepo na neema kubwa, na maisha ya mmoja yangelikuwa na baraka kuliko unavyoweza kufikia. Maisha yako yangelikuwa na baraka, maisha ya watoto wako yangelikuwa na baraka, kwa sababu ungelikuwa unajua huyu mtoto niliye naye anakwenda kuwa mtu fulani. Kwa hiyo ungelianza kumshauri kuelekea katika kile Mungu alichokuambia. Bila kwa sababu tuwezi. Kitabu cha Isaya 42. Leo ninahitaji Mungu apate kufungua masikio yako, uisikie sauti ya Mungu in Jesus name. Amen. Kitabu cha Isaya 42. Isaya 42. Mstari tutaanzia wa 18. Isaya 42 mstari wa 18 mpaka 20 hapa. Tumeanza na masikio, kuja kuona macho. Shetani anadiri masikio, macho. Sikwambii masikio yako ya kimwili. Naanza na masikio yako ya rohoni. Japo pia na masikio ya mwili kuna wakati anaweza akaziba kwa sababu ya mashetani tu. Lakini shetani anaanza kudiri na masikio yako ya ndani. Kitabu cha Isaya 42 mstari wa 18, Biblia inasemaje? Sikilizeni enyi viziwi, tazameni enyi vipofu, mpate kuona. Kwa hiyo anaanza na watu ambao kiroho ni viziwi, kiroho ni vipofu. Biblia inazungumza, inasema mstari wa 19, ni nani aliye kipofu
ila mtumishi wangu. Yaani Biblia, Mungu anajua kwamba shetani anapoanza kupofusha macho anaanza na watumishi. Hao wengine hana shida nao kwa sababu anajua ataleta habari za mizimu, za nini, watafanya makusudi ya shetani. Lakini wewe mtumishi anajua akiacha macho yako yakiwa wazi, utapata kuona makusudi ya Mungu. Utaanza kuambia watu Mungu anataka nini. Utumishi, nimekuambia sio lazima kwamba uwe ni bishop kanisani. Utumishi hata kwenye biashara zako. Unaweza kuwa mtumishi wa Mungu kwenye biashara zako. Unaweza kuwa mtume wa biashara. Ukawa mtume wa kufungua biashara tu. Ukawa mtume kwenye elimu. Ukawa mtume, unaweza kila eneo. Mungu anahitaji kuinua watu. Nataka kuwafanya watu kuwa watofauti. Shida inaanza kwamba watu kupata kujua mpango wa Mungu. Kitabu cha Isaya 42 mstari wa 18 anasema, sikilizeni enyi viziwi, tazameni enyi vipofu, mpate kuona. Ni nani aliye kipofu ila mtumishi wangu? Au aliye kiziwi kama mjumbe wangu ni mtumaye? Hey. Ni mjumbe wa Mungu lakini kiziwi. Ni mtumishi wa Mungu lakini usiweza kusikia sauti ya Mungu. Umetumwa na Mungu lakini huwezi kumsikia Mungu aliyekutuma. Kwa hivyo inaendelea, inasema, ni nani aliye kipofu kama aliye na amani? Naam, kipofu kama mtumishi wa Bwana. Kipofu kama mtumishi wa Bwana. Kwa hiyo tumezungumza eneo la kwanza ambalo shetani anaanza kushughulika nalo. Ni nini? Masikio. Eneo la pili ni macho. Kwa nini shetani anahusika na macho? Macho asipoweza kuyafunga, na ndio maana kuna watu hawaoti ndoto kabisa. Unaweza ukakuta mtu ametulia na kwambia siotagi ndoto kabisa. Huyu tayari ana matatizo. Kwa sababu kila mwanadamu ana uwezo wa kuota ndoto. Ndoto sio kitu special. Kwanza kabla ya dhambi, watu walichokuwa wanaona nacho zilikuwa ni ndoto. Haya macho ya damu na nyama yalikuwa yanafanya kazi. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, Biblia inasema wakala tunda wakafumbuliwa macho. Kwa hiyo haya macho ya damu na nyama au macho ya tamaa yalianza kufanya kazi baada ya mwanadamu kutenda nini? Dhambi. Kabla mwanadamu hajatenda dhambi, ule ulimwengu wa ndoto ndio aliokuwa anaishi, ndio yalikuwa maisha yake. Ndio maana alikuwa anaweza kumuona Mungu, alikuwa anaweza kumsikia Mungu, alikuwa anaweza kumuona malaika, alikuwa anaweza kumuona shetani, alikuwa anaweza kunini kabla ya dhambi. Kwa sababu ulimwengu wa ndoto ndio uliokuwa ulimwengu wake. Na isitoshe baada ya kutoka kwenye huu ulimwengu wa damu na nyama, tutaendelea kuishi katika ulimwengu wa ndoto. So ule ulimwengu wa ndoto ambao huo na uono na pao na nini, ndio ulimwengu halisi. Ulimwengu wa damu na nyama ni wa muda. Sio, mnanielewa? Ulimwengu wa damu na nyama ni wa nini? Ni wa muda. Ukishachomoka kwenye ulimwengu wa damu na nyama, utaona kila kitu katika uhalisia. Utaona kila kitu katika uzuri. Utaona kila kitu. Kuna siku moja Mungu alinitoa kwenye huu ulimwengu wa damu na nyama. Akanisafirisha nikaenda mahali fulani. Katika hilo eneo nilipokwenda nilikutana na mtu ambaye huyo mtu alikuwa ni rafiki yangu, lakini alikuwa kwenye matatizo. Nikamwona akiwa kwenye matatizo, akiwa kwenye shida, akiwa kwenye nini. Mungu akaniambia ufanye 1, 2, 3. Halafu nikarudi kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Nikashutuka. Kabidi nimtafute simu, nimpigie simu. Nikampigia simu. Nikamwambia, nilipompigia simu, yeye sasa akaanza kuniambia, akasema niliota ndoto ulikuwa eneo fulani. Nikamwambia sio kwamba uliota ndoto, nilikuwepo muda huo. Kwa so ni 1, 2, nikaanza kumwambia wewe si uko hivi, uko hivi, uko hivi. Akasema sasa wewe ulikuwepoje? Kumwambia hapana, nililetwa tu katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wewe ulikuwa unaota ndoto lakini mimi nilikuwepo. Kwa nini? Kwa so ni maisha halisi. Ulimwengu huu utakapochomoka kwenye ulimwengu wa damu na nyama, ndio utakapojua kwamba ule ulimwengu ni halisi. Sio ulimwengu wa kusema ni wa kufikirika. Ni halisi, ila
Tofauti ni kwamba unakuwa una mwili wa damu na nini na nyama, lakini ulikuwa unakuwa ni ulimwengu halisi. Kwa hiyo shetani anapofusha macho, kwa sababu anajua kupitia macho unaweza kuona ulimwengu halisi wa Mungu na wa miungu pia. Kuimaanisha ukiona ulimwengu halisi wa Mungu utakuwa na mpango halisi wa Mungu. Utaweza kusikia sauti ya Mungu, kwa sababu Mungu pia anasema kupitia ulimwengu wa ndoto. Tuangalie katika kitabu cha Ayubu sura ya 33. Shetani anadili na masikio, anadili na macho pia. So kuna vitu Mungu anakusemesha, anaona usikia, anavileta pia kwa ulimwengu wa ndoto. Lakini pia na hapo unajikuta sasa ndoto hiyo ni ya Mungu, lakini inakuja na maruerue mingi, kiasi kwamba hatawezi kuielewa inamaanisha nini, uwezi ukaelewa ina lengo gani. Kitabu cha Ayubu 33 mstari wa 14 mpaka 15. Biblia inazungumzaje? Nasema hivi: kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili ajapokuwa mtu ajali. Kwa hiyo Mungu anasema mara ya kwanza, anaweza akasema pia mara ya ngapi? Ya pili.